Mpendwa mtazamaji, ninakukaribisha sana katika chaneli yetu ya Yoshi Testimony TV, yani ushuhuda wa Yesu Kristo. Channel yenye kulitangaza neno la Mungu la ufalme wake hapa duniani katika mioyo yetu na katika maisha yetu ya kila siku, sawa sawa na neno la Mungu au maandiko yanavyosema. Somo letu la leo ni kutoka Luka mtakatifu sura ya 16 mstari wa 3 hadi mstari wa 13. Ninakukaribisha ninaposoma maandiko haya. Yule wakili akasema moyoni mwake, nifanyeje? Maana bwana wangu ananiondolea uwakili. Kulima siwezi, kuomba naona haya. Najua nitakalolitenda, ili nitakapotolewa katika uwakili wanikaribishe nyumbani mwao. Akawaita wadeni wa bwana wake kila mmoja, akamwambia wa kwanza, wawiwani na bwana wangu? Akasema vipimo 100 vya mafuta. Akamwambia, toa hati yako, keti upesi, andika 50. Kisha akamwambia mwingine, na wewe wawiwani? Akasema makanda 100 ya ngano. Akamwambia, toa hati yako, andika 80. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Nami nawaambia, jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana, huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Na aliye dhalimu katika lililo dogo, huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Basi, kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Mpendwa mtazamaji, Yesu alitoa mfano huu, na alichukua mfano wa mtu ambaye ni wa dunia, mtu ambaye wala hamjali Mungu na anavyofanya. Alichukua, anajaribu kuangalia hapa ni jinsi ambavyo hawa watu walikuwa na akili, wanatumia akili wakitazama mambo yaliyo mbele. Huyu wakili dhalimu tunaona jinsi alivyofanya, na Yesu anataka sisi tujifunze sio udhalimu wake, lakini tujifunze akili ya kufanya katika mambo ya ufalme wa Mungu. Kwa somo letu la leo, mpendwa mtazamaji, linasema tumia mali kwa hekima ya milele. Tumia mali kwa hekima ya milele. Na katika simulizi hii Yesu anazungumzia jinsi wakili asiye mwaminifu alivyotumia ujanja ili kujihakikishia usalama wa baadaye baada ya kupoteza kazi. Yesu hakusifu udanganyifu wake, hapana, bali alionyesha hekima yake ya kutumia fursa ya sasa kwa ajili ya maisha ya baadaye. Na Yesu anachotaka hapa ni kwamba tunatumiaje fursa tulionayo leo. Hapa tulipo tu mawakili. Maisha tulionayo sio ya kwetu. Afya tulionayo sio ya kwetu. Hata utajiri tulionao sio wa kwetu. Vitu vyote ambavyo tunavyo leo, mpendwa mtazamaji, tumepewa tu ili tuvisimamie. Hata mashamba tulionayo, hata magari tulionayo, pale Mungu anapoita au anapotuita, tunapoondoka katika maisha ya mwili huu, tunapoondoka katika dunia hii, vitu vyote tunaviacha. Swali linakuwa, tulifanyaje? Tuliishi vipi? Tulitendaje?
tulitumiaje muda wetu. Kwa hiyo masomo muhimu hapa, nina masomo manne hasa niyazungumze hapa. Somo la kwanza, kwamba maisha yetu ni uwakili. Mali, muda na nafasi ulionayo mpendwa mtazamaji, si mali yako, ni mali ya Mungu. Hilo ni somo ambalo tunafundishwa mahali hapa. Lakini somo la pili tunalojifunza ni kwamba tunahitaji kutumia mali ya sasa kwa mambo ya milele. Usijifurahishe tu kwa kile ulicho nacho leo. Ujue kabisa kwamba hapa upo kwa muda tu. Kwa hiyo kama umepewa kitu, kitengeneze hicho kwa ajili ya maisha ya baadaye. Maisha ya baadaye sizungumzi kuzeeka, lakini maisha ya baadaye ambayo ni baada ya kuondoka hapa. Mpendwa mtazamaji, utakapofuatilia katika masomo yatakayofuatia, utamwona Yesu anatufundisha kwamba maisha ya dunia haya sio mwisho, kuna maisha ya milele. Kwa somo hili la pili ni kwamba Yesu anasema jifanyieni marafiki kwa mali ya udhalimu. Amesema hivyo akionyesha kwamba katika mstari wa 9, nami nawaambia jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Kwa hiyo hapa Yesu anaweka mlingano tu. Hana maana kwamba utumie mali kwa udhalimu, lakini hii mali ulionayo sasa, haya maisha ulionayo sasa, huu tajiri ulionao sasa, marafiki ulionao sasa, fursa zote ulizonazo sasa, zitumie kwa ajili ya kuandaa umilele wako. Maana yake nini? Tumia rasilimali zako kusaidia watu wapate wokovu. Kama wewe umepata wokovu, basi tumia nafasi hii kuambia na watu wengine pia wapate wokovu. Ndio maana Mungu ameweka hicho ndani ya mtu. Kama umepata msaada fulani, kwa mfano ulikuwa unaumwa, mpendwa mtazamaji, alafu ukaenda mahali fulani ukatibiwa, utakuta moyoni mwako una hamu ya kumwambia mtu mwingine ambaye anasumbuka. Unakuta mtu mwingine anaandika kitabu, mtu mwingine anaweka tangazo, mtu mwingine anaanzisha biashara, sio biashara sana, lakini anataka kutoa ile huduma. Kwa nini? Ndani ya mioyo ya mwanadamu Mungu ametuwekea kitu kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Unapofanya hivyo pia unajitajirisha kwa maisha ya baadaye. Lakini zaidi sana kama unayatoa maisha yako na kutangaza habari za wokovu ambao upo kwa ajili ya watu wote. Somo lingine la tatu tunalojifunza hapa, mpendwa mtazamaji, ni kwamba uaminifu kwa kidogo huonyesha tabia ya kweli. Yesu amezungumza hapa. Anasema katika mstari wa 10, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Na ndio maana mtoto, kwa mfano, tunawafundisha mtoto tabia. Unampa kitu, ambia nigawie, unakuta mtoto anakugawia. Asipotaka unamfundisha. Kwa sababu gani? Unataka ajue kushare, ajue kutoa, ajue kushirikisha watu wengine. Na anapokuwa mtoaji katika vitu vidogo alivyonavyo, Mungu humbariki kwa vingi zaidi. Hata anapokuwa na vingi pia anatoa. Ndivyo Mungu anavyotuonyesha hapa kwamba ukiwa mwaminifu katika mambo madogo, utaaminiwa hata katika mambo makubwa. Mungu amekupa utajiri katika maisha yako, mpendwa mtazamaji. Inawezekana ni afya, inawezekana ni mali, inawezekana ni elimu, inawezekana ni kibali, inawezekana ni vipaji fulani. Vyote hivyo Mungu anataka uvitumie ili kwamba viweze kuonyesha uaminifu wako kwa yeye Mungu aliyekupatia. Na kadiri unavyovitumia kwa uaminifu, ndivyo jinsi ambavyo unapewa zaidi. Sasa tumejifunza katika ule mfano wa yule wakili ambaye yule tajiri alimpa mali, lakini alipoanza kutumia ovyo ovyo tu. Mungu amekupa maisha sio ili utumie ovyo ovyo. Amekupa afya sio ili utumie ovyo ovyo. Tumia kwa heshima, tumia kwa hofu ya Mungu na kwa unyenyekevu na kwa kujali. Somo lingine la 4 ambalo tunajifunza hapa ni kwamba huwezi kutumikia mabwana wawili. Ni lazima uchague. Uchague kama utamtumikia Mungu au uchague kama utatumikia mali. Wengi wamepoteza wokovu kwa ajili ya tamaa ya mali.
Wengi wameshindwa kuweza kuishi maisha ambayo ni mazuri kwa ajili ya kupenda mali. Na katika sura ya 15, mpendwa mtazamaji, tulisoma au unaweza ukasoma jinsi ambavyo kijana mmoja alimwambia babaye, nipe sehemu ya urithi wangu, na alipotoka pale akaanza kuzitumia hovyo, na maisha yake pia yakawa ni maisha yaliyokuwa mabaya. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye, mpendwa mtazamaji, hata kama una maisha ambayo yameenda mbali, Mungu anaonyesha kwamba unaweza leo ukaamua kubadilika, kama alivyofanya huyu mtu dhalimu. Akasema kwamba kumbe nina maisha mbele yangu, basi nageuka leo, kwa sababu kumbe sitaishi milele. Kumbe hapa duniani nimepewa muda tu, kuna siku ambayo nitatoa hesabu mbele za Mungu. Basi changamka leo, amua sasa kwamba maisha yangu nitayatumia kwa ajili ya Bwana. Ninampa Bwana maisha yangu. Huo ndio Yesu anausifu anapomsifu huyu mtu. Na ujumbe huu ambao Yesu anafananisha maisha yetu ya sasa kwa ajili ya maandalizi ya maisha ya milele. Maisha ulionayo mpendwa mtazamaji ni maisha ambayo Mungu amekupa kwa ajili ya kujiandaa kwa umilele wako. Usiruhusu mali yako, usiruhusu cheo chako, usiruhusu uzuri wako au starehe zikuchukulie nafasi ya kumfuata Yesu. Mpe Yesu maisha yako leo. Mpe Yesu maisha yako, mpe Yesu moyo wako. Tumia kila ulicho nacho kwa ajili ya wokovu wako na kwa ajili ya wokovu wa watu wengine. Uaminifu wako kwa Mungu sasa unachangia au una athari kwa ajili ya umilele wako. Mpendwa mtazamaji, hili ni somo ambalo Yesu anasema tunaweza tukachagua kwenda mbinguni kwa kutumia nafasi tulionayo sasa. Hatuhitaji malaika toke mbinguni kwa ajili ya kuja kutupa wokovu. Hapana, hapa ulipo, vyote ulivyo navyo vinatosha kukutengenezea maisha ya milele. Mpendwa mtazamaji, ninapomaliza somo hili, napenda tu kujikumbushe kwamba tumia mali kwa hekima. Ujue kwamba wewe ni wakili. Maisha ulionayo sasa ni kwa ajili ya kutengeneza maisha ya milele. Utajiri mkubwa Mungu amekupatia unatokana na jinsi ambavyo unatumia kile ambacho Mungu amekupatia sasa. Ninapomaliza mpendwa mtazamaji, ningependa kukupa nafasi ya kumpokea Yesu. Kumpa Yesu moyo wako, kumpa Yesu maisha yako. Muujiza hauwezi kutokea kwa njia nyingine. Wokovu hauwezi kupatikana kwa kununua. Wokovu hauwezi kupatikana kwa kuwa mtu kwenda kuwa na dini tu. Haitoshi. Wokovu haupatikani kwa kufanya mema. Wokovu unapatikana kwa kumpa Yesu moyo wako. Kusema, Yesu Kristo, ninaomba uingie ndani ya moyo wangu. Ninakubali kwamba wewe ulikuja kutoka mbinguni kuja duniani ili uwe njia ya uzima, na hakuna awezaye kufika kwako pasipo kutumia njia yako. Ninakuruhusu Yesu, ingie ndani ya moyo wangu, unibadilishe leo, unipe maisha mapya, niweze kupata tumaini la uzima wa milele. Uzima wa milele ni sasa. Uamuzi wako leo ndio ambao unakupa umilele ambao Mungu ameuandaa. Basi mpendwa mtazamaji, nitafanya sala hii. Ifanye kuwa sala yako pia. Mwambie Mungu kwamba, Bwana, ninaomba uingie ndani ya moyo wangu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya neno hili ambalo umeliruhusu kuja kwetu, na asante kwa ajili ya mtazamaji wangu ambaye amesikiliza neno hili. Sasa Bwana, ninaomba pamoja na mtazamaji wangu, naomba Bwana kwamba ukaingie ndani ya moyo wake. Bwana, ukafanye makao ndani yake. Bwana, ukapate kumpa tumaini jipya anapofanya uamuzi huu. Bwana, asante kwa sababu wewe umesema kwamba yeyote atakayefungua moyo wake utaingia kwake na utampa uzima. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya neno lako, katika jina lako takatifu. Amen.